Wadau, highs, mkwaje? So I hope mko fiti kabisa. Hata mimi niko fiti. So nimekuja after kuwapea homework, nimerudi. Nimeona ma inbox zenyu hapa na pale. Na zimenijaza vibaya sana. So nilikuwa nimeuliza what is being a good leader? Who una identify ingiaje msee akiwa yeye ndiye leader yani. Yule msee unaweza sema huyu kijana anafanya kazi ama huyu kijana ako fiti kwa field fulani ama huyu kijana yeye mwenyewe ako tu fiti, anaweza ongoza hata kama ni a little crowd, watu wachache sana kabisa. So after hapo nikaona hizo comment zenyu. Unfortunately nilikuwa nafaa ku-release jana hii video, na so nafaa release date 17, kwa ni release date 16, the African Jazz Day, but nikakuwa bit tight kupitia comments zenyu na research hapa na pale. So nataka kuwapa examples, nitatumia watu wenye society inawapenda na watu wenye society wapendi. Kuna one man of which si a good example kutumia, but acha nimtumie yeye mwenyewe. Kuna one man alikuwa anaitwa Pablo Escobar. Pablo Escobar alikuwaga, for history, alikuwaga mraguzi wa madawa za kulevya, alikuwa muuaji. Huyu msee alikuwa design akona mbogi, akona gang inaweza fanya kitu yoyote. Juu kwa drug lords alikuwa namba 1, kwa mauaji alikuwa namba 1. Ukienda hapo YouTube utapata kuna wase wengi walikuwa na hizo masifa za uaji, kukuja Adolf Hitler. And wase walifanya on their field very well. That's why they are back in history. So kuna kila leader anaweza fanya in a positive way or in a negative way. Ndio kitu ya kwanza nataka tu agree na hiyo. Juu wewe unaweza kulingana na wewe vile unaishi. Kuna watu wenye ni wezi, kuna leader wao mwenye ni mwizi na wanamtambua vibaya sana. Huyu jamaa akituletea strategy tutaipitia na tuta succeed. Kuna leader politically. Huyu leader politically anakuja analeta kitu tunaita togetherness in between the politics, either positively again or negatively. Homsa anaweza kuja aseme hiki tu hata kama ni kitu fiti kwa kila mtu, but kwake akatae. Kuna watu watamfuata juu najua mimi nikifuata mtu fulani, huyo mtu akona connection kitu ya kwanza, ama huyo mtu akona intel yenye inaweza nisaidia in one way or the other. So nikipitisha hii ama nikienda na yeye, sitaki kujua nani anaumia, but mimi nita benefit. So those are the perspectives watu uchukua kujua your leader. At the lowest ground, hawa watu nilikwambia hizi family tunaishi za hand to mouth. So Adolf Hitler alikuwa muuaji, alikuwa mraguzi wa madawa za kulevya, alikuwa na timu yake ya football, alikuwa na factory ya madawa, yani yeye mwenyewe akona harbors. Ni yeye mtu alikuwa anaona big ground at that time in their space, like ground yake ilikuwa employ many people, as many as a county government can employ. So unaweza ona umse ile influence yako nayo. But wakati aliwawa December, ilikuwa December 19 something. Imagine that's huyo mtu alikufa 19s, na sisi 21st centuries we know the story mona, because of the influence aliweka positively or negatively. So after yeye kukufa kila mtu aliongea vitu different sana. Kuna watu walisema Adolf Hitler alikuwa muuaji, mraguzi, msee aliua watu. So after kila mtu akusema chenye alikuwa anaona anasema, kila mtu alisema na side yake. But kuna watu specific walisema kuhusu Adolf Hitler positively. Mtu wa kwanza aliitwa kufanywa interview, alisema kwao zile shule wako nazo kwa hiyo mtaa ni alijenga.
kwa hizo shule zenye alijenga, ama hizo shule ziko kwa hiyo mtaa bado, wanafunzi hawakuikosa kwenda shule. Kwa nini? Alikuwa anawabaia vitabu na kalamu kwa kila shule. Alikuwa anapeana scholarships. Alikuwa mtu kwa hiyo kijiji Temeka ghetto, and then kuna mtu amepursue vizuri, anataka kwenda kupursue vitu kubwa kubwa huko sasa America. Sasa tuko Colombia, kwenda America. Alikuwa na chip in a very good way. So kuna watu walisoma kupitia pesa. Kuna watu walikufa juu ya pesa. Umeona? So on the both positive and negative alikuwa on the ground fit sana. So how do we identify that someone is a good leader? One thing, he guides. Yeye anaweza kuguide akwambie do this and do this. Either for your own benefit or for the community benefit. So here is between you and the community is the one that is talking for you becoming a leader. Wewe na community yako ndio watasema you are a good leader. Umse anaweza kuguide not only the path of success, but also he can guide you on the path ya kufail. But nawe italingana the way you will take it. So that's the example I'll use. Umse anaweza kuwa your mentor, anaweza kumotivate, ni mtu anakumotivate, ni mtu anakuambia hii ni wrong, hii ni right for quite a while. Unaweza ona umse anaweza kupeleka to an extent whereby unaweza jua this is right or this is not right. Umse anaweza kuambia, kutaka kuuliza why are you here, kama ni mwanafunzi, why are you not in school. So that's why we come to identify a good leader. A good leader guides us in a positive way. A good leader motivates us in a positive way. He wants to know what. So I think I have some of them in my life. Kuna wase uniuliza, Bele, why are you online na ni masaa ya shule? So labda niko home juu ya fee. They have to know because wameniuliza, nitawaambia niko home juu ya school fees. Kama si uko home juu ya school fees, ama niko mgonjwa, ama leo niliamua nikae home, ama niliamka late, unaona? Hiyo nayo wao kuniuliza, wao ndio leaders wangu. They are good leader to me. They want to know how and why so that they can guide me. So kitu ya kwanza, na leader anafaa kuwa na vision. Huyu leader anafaa kukulead na way that vision yako na yake vision yenye uko nayo haitaanguka. You want to become a doctor, huyo mtu anaweza kuambia the way. Anaweza kutafutia people who have gone to the field of medicine. How do they reach there? So mse anaweza kuguide on that way according to your vision. Mse akona integrity. That's where people lack integrity. People lack it. Most of us, we lack integrity. But I know still the same leader who you have identified anaweza kuwa na integrity. Ama akose, but he can look for you someone who is more integrity than him. Kitu kwanza, you have to know these leaders are not selfish. They are not doing things for their own. So kama unajua kuna leader anafanya kitu juu yake mwenyewe, that's not a good leader. So a leader kama na integrity, atakutafutia circle ka integrity. Wale watu wako na integrity. So wewe on your field uko fiti sana. So it's up to you kumexplainia, and it's up to you to observe him, what he will teach you. That's when you come to realize either you or him had a right purpose on something. The other one is empathy. Wacha nikwambie, ukiona mtu aja feel ile guilty, aja feel vibaya akiona mtu wake ameumia, hiyo si leader. Mwalimu wangu wa math akiona mtu umefail, anakujaga akiwa amesmile, but by the end of the day
Akimaliza kupeana hizo pepa atatuambia vitu tu simple. Naamka asubuhi kuwasomesha math. Na create time yangu, at least mtu ashike hesabu 2. Mimi sina issue na marks yako, but tebu jiulize, after mimi kukusomesha una gain nini? Mimi nitalipwa, huta gain nini? Number 2, mimi na kufunza ukuje kuwa better than mimi. Ndio maana mzazi wako anakulipia school fees even if ana hiyo pesa ya kukupeleka ile shule kubwa. Shule yenu mnalipa pesa kidogo. Kuna watu nasoma shule bigi zinalipa 100 to 200,000 per term. Nyinyi mnalipa 6,500. Mzazi wako anauza njugu ama anafua nguo ndio akulipia school fees. But wewe umekaa huku umesiti warm kitchen. Kazi yako ni uenjoki. So inakuwa na kitu fulani na realize hata kama wewe uko hivi na hivi kuna kitu nenda wrong. Lastly ni ability. Ability ni ya kufanya vitu mob. So on your own words, elaborate venye ability inaweza kuwa a good leader with ability. So if a good leader akona ability, just identify in your spaces who is a good leader with ability. Hapo tu kwenyu. Ability to do something, or ability to guide on something. Nimetumia guide na motivate. So kwa kuguide na kumotivate, tafuta mtu wako anaweza kuguide na kumotivate na ako na ability. Hapa sasa ndipo mambo inaendaga na bigger kabisa. Skills. Mtu anaweza kuwa na kumotivate na anashona viatu. And then unajiuliza, mse anashona viatu ananiambia nini? Take this to your either wewe mwenye unasikiza kama ni mwanafunzi ama watoto wako, waambie watu wako college walikuwa wanataka kwenda university. But ukiona mtu wa college umuulize what happened hakwenda university, ukiwa high school you'll have to learn it very fast. Kama wewe ni fast learner, utajua hapa ni palienda wrong and I may go wrong. So kama I may go wrong, inaweza fanya uende wrong hata wewe. So you have to change from your own grounds. So I think that's okay for you. No one thing. We are leaders. Or where the spheres of influence of leaders are. I have just 5 pillars of influence where you can find leaders. That's mahali pa kwanza ni politics. Politics, we have a very good politics in our Kenya. We have a very good leaders, but a very bad politics. But you can find a good leader in politics. You can be a very nice politician. You can hear, hata kama hakuna watu watakuwa namsikiza, most of these leaders, no one listens to them, even the government itself. But we can listen to them and we can know they are good leaders. The next piece ni hapa mali tunapaita biashara. Kuna watu wamenawiri huku nje biashara baya sana. Just look at the big businesses you are having. Sitaki kudimension. Angalia wale watu wanazirun. Angalia how the business are going. Ama angalia business zimekufa and why they died. Sitaki kutumia na business, but kuna business kubwa sana, ma supermarket zimeanguka since 2010. Kuna supermarket kubwa sana zilikuwa within our country zimedie. Not because hizi zilikuwa zidie, but because watu walizihold after yule mtu alikuwa anazihold kutoka hawakuwa good leaders. They didn't manage it. The other thing ni community organizations. Hapa kuna ma CBOs, kuna ma NGOs, kuna self-help group. Kwa hizo self-help group, you usually choose a chairperson, you usually choose a treasurer, a secretary, our leaders. So when you are choosing them, you have to identify. So hapa kwa hizo organization, they are very good leaders. And this is where I usually say, this is where leadership begins.
before even you own a business, ukiwa a leader here on a small group, you can be a leader of a big group. Number 2, kama unaweza kuwa a leader of a group of 10 people, let me say a group of 10 people. A large group of 10 people ni just a little space that you can handle. Mona? So the last space is between families. Do you know your mother can be a good leader than your father? Sijasema baba si good leader, but mama yako anaweza kuwa good leader than baba yako, ama baba yako anaweza kuwa good leader than mama yako. And the same thing, the whole extended family, kunaweza kuwa na mtu mmoja is a very good leader than everyone. So it's up to you to choose, by the way. Kama pujue baba Uncle Njoroge ndiye leader fiti kukwetu, ama baba Mwangi, so you come to identify these people vile wako. Then that's why I usually say, ukirealize nimeanzia juu nikirudi chini, sianzia chini nikienda juu. So geuza hii nini itoke kwa family ikuje kwa community, itoke kwa community iende kwa business, itoke kwa business iende political. Ikifika political, this guy move in a very different steps. Alianzia first in a family, akakuja to a community, akatoka kwa community akakuja kwa business, akatoka kwa business ndio we are sure akaingia kwa politics. These are the people ukienda counties zao, unapata hizo counties ziko smart sana. Unapata hizo county they are better than other counties. So it's up to you guys. So that's part 1 of leadership. That was the longest. I have another short that I'll post both of them today. So take a look of them by Sanane. Yeah, you shall be having both in both TikTok and IG. But at 8 p.m. you'll find it in YouTube. So thank you guys. Thank you. Subscribe, like, comment, niambie what I've left behind. Hapo kwa comments niambie, since our country had independence, who is a good leader who has led our country? Ama sema nijue. Unajua naweza kuwa nasema kitu sijui. So ndio next time niwaambie huyo msee alikuwa a good leader in which way. I know, even if it's your governor, even if it's your senator, even if it's the president, the prime ministers. I know there are prime ministers who did a marvelous thing, but they are not there. So just be free kusema kakitu. Nani tuonane Nestle.